Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Dam Hussein. Donald Trump, rais wa Marekani, ameongeza wiki tatu ya usitishwaji wa mapigano kati ya Israel na Lebanon. Rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump amesema kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Lebanon yamesogezwa mbele kwa muda wa wiki tatu, lakini akasisitiza kuwa hatakimbilia kufikia makubaliano yoyote na Iran. Katika tangazo lake, Trump amesema kuwa mkutano huo ulihudhuriwa pia na makamu wa rais JD Vance na pamoja na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio na ulifanyika kwa mafanikio makubwa. Marekani itashirikiana na Lebanon ili kusaidia kujilinda dhidi ya Hezbollah, aliandika rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump. Amesema ilikuwa ni heshima kubwa kushiriki katika mkutano huo wa kihistoria na akaongeza kuwa anatarajia kuwapokea waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na rais wa Lebanon Joseph Aoun katika siku zijazo. Trump alizungumza na vyombo vya habari akiwa ofisini kwake kwa mara ya pili siku hiyo, akiwa ameambatana na JD Vance, Rubio pamoja na mabalozi wa Marekani nchini Lebanon na Israel na pia mabalozi wa mataifa hayo mawili nchini Marekani. Balozi wa Israel katika Umoja wa Mataifa anasema hana uhakika kuhusu hatua ya kusogezwa mbele katika kusitisha mapigano kama itakomesha mzozo huo kati ya Israel na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran nchini Lebanon. Serikali ya Lebanon haidhibiti Hezbollah, Dan Danon anasema katika mahojiano yake na shirika la habari la CNN. Hezbollah inatuma makombora kujaribu kuhujumu usitishaji wa mapigano na Israel tunapaswa kulipiza kisasi kila wakati tunapoona tishio. Tunachukua hatua. Maoni yake yanakuja baada ya mabalozi wa Israel na Lebanon nchini Marekani kukutana katika ikulu ya White House ambapo Trump alitangaza kuongeza wiki tatu za usitishaji mapigano baada ya siku 10 za sasa. Hayana uhakika kwa 100%, anasema, akimaanisha makubaliano mapya. Natumai kuona kwamba jeshi la Lebanon linaweza kutekeleza usitishaji huu wa mapigano, anasema Danny Danon ambaye ni balozi wa Israel katika Umoja wa Mataifa ambaye pia ameshiriki katika mazungumzo ya usitishaji wa mapigano. Hata hivyo, muda wa ziada wa kusitisha mapigano kati ya Israel na Lebanon haujashusha bei ya mafuta. Bei ya mafuta imezidi kupanda leo Ijumaa barani Asia licha kutangazwa kuongezwa kwa muda wa kusitisha mapigano kati ya Israel na Lebanon. Brent, kiwango cha kimataifa cha mafuta ghafi, iliongezeka kwa 0.7 hadi dola 105.8 kwa pipa, huku mafuta ya Marekani yakipanda kwa 0.6 hadi dola 96.5 kwa pipa. Hata hivyo, mapigano kati ya Israel na Lebanon yanatishia kudhoofisha usitishaji huo dhaifu wa mapigano unaohusisha Marekani na Iran baada ya Tehran kusema masharti ya makubaliano hayo yamekiukwa. Wachambuzi wa masuala ya kiuchumi wanasema kwamba mapambano kati ya Israel na Lebanon hayakuwa na athari kubwa zaidi kuliko kinachoshuhudiwa katika mlango wa bahari wa Hormuz, na hii ndio ambayo imesababisha kupanda kwa bei ya mafuta ambayo imekuwa ikipanda tangu Donald Trump alipotangaza kuwa Marekani itasitisha mashambulizi hadi Iran itakapowasilisha pendekezo la pamoja. Na wakati huo usafirishaji katika mlango wa bahari wa Hormuz bado unasuasua kwa kiasi kikubwa, hali inayovuruga usafirishaji wa mafuta duniani, na kwamba bado kumekuwa na mashambulizi ya meli za mafuta ambazo zinapita katika maeneo hayo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani kupitia hapa The World News.